dabi ya Kariakoo majira ya saa 2:30 za usiku pale kwenye uwanja wa Amani, na tayari kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia mwalimu wao Mankoba Mkisi tayari wameweza kuandaa kikosi ambacho wanaamini kabisa kwamba kuna jambo litafanyika baada ya kupoteza kwenye Yanga Day. Wanasema kwamba kwenye mechi hii Yanga ya jamii hawahitaji kufungwa, wanahitaji kufanya vizuri zaidi. Na mimi hapa tayari nina kikosi. Kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Simba. Golini Djigui Diarra. Kwa upande wa Diarra tunafahamu ni kipa mwenye uzoefu mkubwa, ana utulivu na uwezo wa kuongoza safu ya ulinzi katika dabi dhidi ya Simba. Jukumu lake litakuwa zaidi kwa mpira. Kocha atakuwa akimhitaji zaidi kuwa makini, hasa kwenye aina ya mipira ambayo Simba wamekuwa wakiwatumia zaidi. Libas Geye pamoja na Anset Oura, hawa ndio wachezaji ambao wanaonyesha zaidi ile hali ya kuingia kwenye box na kupiga mbali zaidi. Ya maana kwamba kwa upande wa Mankoba atakuwa akimhitaji zaidi Djigui Diarra kuwa na umakini huo. Kwa upande wa beki ya pembeni kulia yupo Yoko Was at Oula. Kwa upande wa Kouasi tunafahamu anaweza kuwa muhimu katika kuzuia mashambulizi ya upande wa kushoto kwa upande wa klabu ya Simba, huko kwa upande wa kocha akimtaka awe na nidhamu ya nafasi, asikimbilie kukaba bila mpangilio, na wakati huu awe tayari kupanda kwa wakati Yanga wanapokuwa na mpira. Kama Simba watakuwa akimtumia Oura kukata ndani, Kouasi anaweza kuhitajika kubaki karibu na beki wakati ili kuzuia nafasi inayoweza kutokea pembeni. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Diarra. Kwa upande wa Mohamed Hussein tunafahamu ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa, stamina na uwezo wa kupanda kusaidia mashambulizi. Katika mchezo huu anaweza kuwa silaha muhimu kwa upande wa klabu ya Yanga, kwa sababu anaweza kuongoza nguvu ya upande wa kushoto kwa ajili ya kusaidiana na winga ambaye atakuwa anacheza naye kwenye upande huo. Kwa upande wa mabeki wa kati yupo Ibrahim Baka. Kwa upande wa Ibrahim Baka tunafahamu anaingia kwenye mchezo huu akiwa na jukumu la kupambana moja kwa moja na washambuliaji wa klabu ya Simba. Sifa yake kubwa ni nguvu, lakini pia aggression ambayo amekuwa nayo na uwezo wa kushinda mipira ya aina yote. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji kuwa karibu zaidi na mshambuliaji ambaye atakuwa anacheza pamoja na kwa upande wa klabu ya Simba. Lakini pia nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto naye pia yupo. Kwa upande wa Mwamnyeto tunafahamu anakuwa sehemu muhimu ya ulinzi kutokana na uzoefu wake, lakini pia nguvu kwenye mipira ya juu na uwezo wa kusoma mashambulizi. Jukumu lake linaweza kuwa kuhakikisha safu ya ulinzi haivunjiki wakati Baka anatoka kwenda kwenye kusogea kidogo mbele. Ya maana kwamba Mwamnyeto atahitajika kuwa na umakini zaidi, lakini pia kitu kingine ambacho atakuwa anakifanya Mwamnyeto ni kuanzisha mashambulizi, kwa sababu huu ni uwezo wake pia mwingine ambao amekuwa nao mara zote. Kwenye upande wa viungo katikati kwanza yuko Duke Abuya. Kwa upande wa Abuya tunafahamu ni kiungo ambaye anaweza kutoa nguvu na intensity katika uwanja. Katika dabi kocha atamhitaji sana, kwa sababu Simba wana viungo ambao wanacheza sana, mfano kama Kagoma, Jabal pamoja na Kratos Chota Chama. Endapo atacheza kwa pamoja, ya maana kwamba tayari unaona kabisa kwamba Abuya atakuwa akihitajika zaidi kuwa na umakini kwenye eneo la katikati. Hatakuwa peke yake, hatasaidiana na Mudathiri Yahya. Kwa upande wa Mudathiri tunafahamu anaweza kuwa kiungo anayetoa uwiano kati ya ulinzi pamoja na mashambulizi. Ana uwezo wa kuingia mbele, lakini pia kupiga mashuti na kuungana na washambuliaji. Kwa upande wa kocha anaweza kumtaka zaidi asikae nyuma muda wote wakati Yanga wanashambulia. Mudathiri anaweza kusogea mbele ili kuongeza idadi ya wachezaji wanaofika eneo la hatari. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Alan Okello. Kwa upande wa Okello tunafahamu ndiye mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kuleta ubunifu katika eneo la mwisho. Ana uwezo wa kucheza kati ya mstari, lakini pia kubeba mpira, yani tunasema kwamba kupiga pasi zile za mwisho kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji Okello kutumia zaidi pia mipira ile iliyokufa, kwa sababu amekuwa na ubora wa hali hiyo. Max Nzengeli yupo kwenye eneo la wingi ya pembeni kulia. Kwa upande wa Nzengeli ni mchezaji ambaye anaweza kutengeneza tofauti kutokana na namna ambavyo amekuwa na dribble, lakini pia na kushambulia nafasi. Kwa upande wa kocha atamtaka asikae tu pembeni akisubiri mpira, anatakiwa kubadilisha position yeye pamoja na Okello kulingana na aina ya mfumo ambao Yanga mara zote amekuwa anacheza. Lakini pia Albert Kangwanda yupo kwenye eneo la wingi ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Kangwanda ana uwezo wa kuwa na jukumu la kuongeza kasi na nguvu kwenye mashambulizi ya upande wake. Kocha anataka atumie ile 1-on-1, akimbie nyuma ya mabeki na kutafuta nafasi za kupiga cross au kuingia kwenye box. Pia anatakiwa kuwa tayari kurudi kusaidia ulinzi, kwa sababu kwenye dabi mawinga hawezi kufikiria kushambulia pekee. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho ni Peter Shalulile.
Peter Shalulile, huyu ndiye mtu ambaye Simba wanapaswa kumwangalia zaidi. Shalulile tunafahamu ana sifa kubwa za movement, nguvu, pressing, lakini pia kukimbia nyuma ya beki na kumaliza nafasi. Tofauti yake ni kwamba si mshambuliaji anayesubiri mpira ndani ya box pekee. Anaweza kushuka kukimbilia pembeni ama kuingia nyuma ya mabeki. Ya maana kwamba upande wa Simba huyu ni mchezaji ambaye anaweza akawa na hatari zaidi kulingana na vile ambavyo amekuwa